Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mwana kalam. Natumai hujambo popote ulipo. Habari kubwa leo ni mazungumzo ya Islamabad, Pakistan, kati ya Iran na Marekani. Pande zote tunaarifiwa kwamba zimeshawasili. Iran, waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi pamoja na Mohammed Kaliba, spika wa bunge la Iran, wamewasili ndani ya jiji la Islamabad, Pakistan, chini ya ulinzi mkali. Walipata escort ya vikosi vya jeshi, vikosi maalum vya jeshi. Wakati upande wa Marekani, Jared Kushner pamoja na Steve Witkoff wakiambatana na makamu wa rais wa Marekani JD Vance wamewasili pia na wao chini ya ulinzi mkali kwa ajili ya mazungumzo haya. Spika wa bunge la Iran, kabla ya mazungumzo kuanza, amesisitiza kwamba ni lazima mambo mawili yafanywe kazi. Moja ni kusitishwa mara moja kwa mashambulizi yanayofanywa na Israel nchini Lebanon, ikiwa ni moja kati ya point 10 ambazo waliziwasilisha. Vile vile, spika wa bunge amesema kwamba pia ni lazima asset za Iran zilizozuiliwa mahala kote duniani ziachiliwe. Tunatarajia mazungumzo yataleta matokeo chanya na kuleta salama katika eneo la Mashariki ya Kati. Katika mazungumzo haya ya Islamabad, Israel hajashirikishwa, na hiki kitendo yasemekana kimemuudhi sana waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, na yasemekana ndiyo sababu iliyomfanya afanye mashambulizi makubwa sana ambayo hajawahi kuyafanya katika nchi ya Lebanon. Hajapendezwa kabisa na hili la kuachwa. Kama vita tulianza pamoja, kwa nini sasa nawekwa kando? Sasa kumekuwa na minong'ono mingi kwa baadhi ya watu. Kuna baadhi ya watu wanasema kwamba Rais Trump ameanza kusoma alama za nyakati. Anaona wazi mambo ni magumu. Mwajemi amekaza kweli kweli na wamepitia magumu ndani ya Iran. Kwa hiyo taratibu ameanza kujiweka kando. Moja kati ya vitu ambavyo vinamfanya Trump aanze kurudi nyuma ni kelele ambazo zimeanza kutokea ndani ya Marekani. Tumeshuhudia maandamano makubwa ndani ya Marekani, watu wakipinga hiki ambacho kinaendelea Iran, wakipinga hii vita. Wanasema hii vita haikupaswa kuwepo. Tumeona maandamano makubwa sana ndani ya Marekani. Zaidi ya maandamano, lakini pia watu ambao wamekuwa wakimsapoti Rais Trump muda mrefu wamegeuka kuwa ni wakosoaji wakubwa wa Trump. Yes, wamekuwa wakimpinga sana. Na hata watu wa MAGA, Make America Great Again, umeona? Yes, wamekuwa wakikosoa pia hili la kuishambulia Iran. Kwa hiyo Donald Trump amekuwa muoga, na inawezekana ameanza kumkimbia taratibu rafiki yake Israel, na wachambuzi wa mambo wanasema kuna uwezekano mkubwa Israel akabaki peke yake. Sasa hatujui mimi na wewe, Israel akibaki peke yake ataweza mziki wa Iran. Mwajemi shughuli yake si ndogo. Sasa sisi yetu macho hatuna kikubwa zaidi ya kutazama, na kingine ambacho kinawafanya watu waseme bwana Donald Trump ameanza kufanya mahesabu ya kukaa kando ni ile kauli yake ya kusema kwamba huwezi jua, inawezekana katika tozo ambayo Iran anaenda kuitoza katika mlango bahari wa Hormuz, Marekani inaweza ikapata chochote na yenyewe. Kwa hiyo Rais Trump ni mfanyabiashara, ni mtu ambaye hachelei kukimbilia fursa yoyote ya kibiashara. Inawezekana akajisogeza pale akamkimbia rafiki yake. Jambo lingine nje ya haya, kile ambacho kinaenda kutokea kesho ndani ya Israel. Tunaelezwa kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kesho ana kesi inayomsubiri ndani ya Israel. Hii kesi imekuwepo kwa muda mrefu sana. Ni kesi inayohusu masala ya matumizi mabaya ya ofisi pamoja
na rushwa. Naam, hii kesi imekuwa ikimsumbua waziri mkuu wa Israel kwa muda mrefu sana, na kuna kipindi Rais Trump alijaribu kuingilia, akaomba mamlaka za Israel ikiwezekana waangalie namna wamsamehe, kwa sababu huyu bwana na mambo mengi huko, ana shughuli nyingi ambazo anazifanya, wanamtegemea katika mengi huko. Kwa hiyo ni kesi ambayo imekuwa ikimsumbua kwa miaka sasa Netanyahu, na amekuwa akijaribu kutafuta vichaka vya kujificha kama hizi vita za hapa na pale, kama excuse ya kuwafanya wa Israel wamwonee huruma na kumwona ni mtu wa kazi na wa maana kweli kweli. Lakini mamlaka za Israel zimeganda na yeye, na hatujui nini kitatokea hiyo kesho. Yetu ni macho na masikio, tuone nini kinaenda kutoka. Ila kiufupi, hali ya mambo si nzuri sana kwa bwana Benjamin Netanyahu bibi. Kulia Iran anaonekana kwenda kuyaweka sawa na Marekani, huku yeye akiwa amewekwa kando, wakati kushoto kesi nzito inaenda kumkabili siku ya kesho. Hatujui nini kitatokea. Rais Trump ni mtu ambaye yuko very unpredictable, hatabiriki. Nini kitatokea hatujui. Hadi wakati mwingine.